ziwa Tanganyika. Ndio. Kwa hiyo tuna kituo cha Kigoma pale mjini, na chenyewe kinahudumia ukanda ule wote wa Tanganyika. Pia tuna kituo kiko hapa juu ziwa Victoria. Sasa Victoria tuna vituo viwili. Kikubwa cha Mwanza ambacho kiko pale Nyegezi, kikihudumia pia kituo kidogo kilichoko Sota katika wilaya ya Rorya. Na chenyewe hiki kinahudumia sasa ukanda mzima wa ziwa Victoria. And then tuna huku mashariki ambako ni ukanda sasa wa bahari ya Hindi pamoja na maeneo ya Morogoro, Tanga. Hiyo maeneo yote yanahudumiwa na kituo cha Dar es Salaam. Tuna majukumu mengi, ndio kama nilivyosema, lakini yale makubwa kabisa ni kufanya, kuratibu na kuendeleza utafiti wa uvuvi na ukuzaji viumbe maji katika eneo la maji la Jumuiya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini upande wa Tanzania bara tunafanya utafiti wenyewe kwa kuangalia biolojia, ekolojia, tunaangalia teknolojia za uvuvi, tunaangalia ukuzaji viumbe maji kuanzia kwenye kuzalisha vifaranga, chakula, ubora wa vyakula wanavyokula, tunaangalia uchumi jamii unaohusiana na uvuvi, kwa ile socio-economics, ni jinsi gani jamii inahusiana na uvuvi pamoja na masoko. Kwa maana hiyo samaki tangu anakamatwa kwenye maji mpaka anafika mezani kwa mlaji, huu mnyororo mzima wa thamani, sisi kama taasisi ya utafiti wa uvuvi tunahusika nao katika kuishauri serikali. Sasa baada ya kuwa tumetafuta taarifa, jukumu linalofuata la msingi ni kuishauri serikali jinsi ya kuboresha usimamizi, kanuni, kuongeza thamani, kuondoa uharibifu, ule upotevu wa mazao ya uvuvi baada ya kuvunwa, lakini na ile uchumi jamii sasa, kwa sababu sekta ya uvuvi ina mchango mkubwa kwenye uchumi. Nafikiri kwa miaka kadhaa sasa ilikuwa ni kati ya 1.7-1.8, na unaweza ukaiona 1.8 kwenye uchumi wa Tanzania ni kitu kidogo, lakini angalia sekta zilizoko, alafu uangalie na mchango na ukuaji na ukuaji wa sekta zingine. Na viongozi wa wizara walitengeneza mpango mkakati, ni mpango kabambe wa kuendeleza sekta ya uvuvi nchini. Na katika mpango ule, pamoja na ile mipango ya nchi ya miaka mitano ile, hata sasa TDV ile mpango wa 2050 unaitambua sekta ya uvuvi kama sekta, kama injini ya uchumi. Kwa maana nyingine, utaangalia mipango ya viongozi wa wizara, mipango ya viongozi wa nchi hii ni kuhakikisha uchumi wa buluu kama ulivyosema mwanzo, au sekta nzima ya uvuvi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mnyororo wa thamani unachangia zaidi, walau ifika hata 10% kwenye ile programming ya wizara. Na wanasema hakuna nchi iliyoendelea bila utafiti. Ni kweli. Likewise kwa sekta zozote, wewe angalia kote, hakuna maendeleo pasipokuwa na utafiti. Kwa sababu utafiti utaangalia, utajua unakwama wapi, utashauri jinsi ya kuondoka katika kukwama huko. Kwa maana nyingine, sekta ya uvuvi inashauriwa na Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi Tanzania. Naomba niweke jambo moja vizuri hapa. Umesema majukumu yetu ni kufanya, kuratibu na kuendeleza sekta utafiti katika maeneo. Kwa sababu kwenye eneo la kuratibu
Maanake kuna taasisi zingine zinazofanya utafiti kwenye eneo hili kama vyuo vikuu kwa mfano. Lakini taasisi yetu, zile tafiti ambazo hatujazifanya sisi wenyewe moja kwa moja, sisi tunaratibu tafiti zile ili ziweze kufika mezani kwa wafanya maamuzi. Sawa sawa. Kwa maana hata kama hivi vyuo vyetu vikuu ndio vinafanya tafiti mbalimbali, lazima washirikiane na TAFIRI. Ni jukumu langu mimi kama TAFIRI ndio kuhakikisha tafiti zinazofanywa katika vyuo vikuu au taasisi zingine zinazofanya katika maeneo haya ndio zinaratibiwa, zinatafutwa, zinakusanywa, zinachambuliwa kutengeneza sera na miongozo mingine ya serikali. Ndio. Mara baada najua kuna majukumu mengi zaidi, lakini kwa haya machache ndio majukumu muhimu na mama ya TAFIRI. Na Dokta ameongea vizuri sana hapa kwamba hakuna taifa lililoendelea bila ya kuwa na tafiti. Na sisi tunafurahi kuona watafiti ambao wanafanya tafiti hizi ni Watanzania wenzetu, kwa sababu kwenye mataifa mengine ukimwita mtu nje aje kufanyia tafiti, kuna wakati mwingine mataifa yanalipa wale wanaofanya tafiti ili kupata matokeo fulani. Kuna hii dhana, niseme dhana, kuna hili swala la uvuvi endelevu. Natamani sana wananchi wafahamu na jamii huko ya uvuvi uweze kufahamu. Tunaposema uvuvi endelevu tuna maana gani, lakini pia tufahamu ni mambo gani ambayo yanaweza kufanya tusiwe na uvuvi endelevu. Karibu. Shukrani. Kabla sijaingia kwenye uvuvi endelevu niseme neno moja tu ambalo ni muhimu niliseme kwa sababu ya uzito wake. Umesema habari ya wageni kusaidia kufanya tafiti. Niseme kwa nchi isiyotenga fedha kuwezesha tafiti zake ndani za maendeleo za ndani, ndio hicho ulichokisema ndio mwanzo wake. Lakini bahati nzuri Tanzania imeweka, nenda kaisome dira ya maendeleo ya miaka mpaka 2050. Serikali imekomiti kwamba itatoa 1% ya pato la taifa. Kwa maana nyingine, kama sekta ya uvuvi inachangia 1.7, Mheshimiwa Rais amesema 1% ya pato zima lile, ili 1% inayochangiwa na sekta ya uvuvi yote itarudi kwenye mzunguko kwenda kuwezesha tafiti katika Tanzania. Hili ni jambo kubwa. Ni jambo kubwa kuliko maelezo, na kuna nchi nyingine zinapimwa ule ukuaji wa nchi na ubora wa nchi husika unapimwa kwa kulingana na kiwango kinachowekeza katika tafiti. Kwa hiyo sekta ya uvuvi kama sehemu mojawapo ya maeneo ya msingi ambayo tena imetambuliwa pamoja na utafiti kwa ujumla kama injini inaweza kuwezesha kufikiwa kwa malengo yaliyowekwa katika mpango wa taifa wa miaka 25. Manake kutenga kiasi hicho cha 1%. Ndio. Tena amesema zaidi ya 1%. Kutenga hicho kiasi cha zaidi ya 1% ya pato la taifa ni hatua ambayo inatakiwa kupongezwa na kila mtu. Hii 1% ni ya pato la taifa kwa ujumla au kwa kile ambacho sekta ya uvuvi imechangia? Kwa taifa zima. Pato zima la taifa. Wow. Kwa hiyo kama ni matrilioni si mangapi, 1% iende kuwezesha utafiti katika Tanzania. Na huu sio utafiti wa TAFIRI tu, utafiti katika maeneo yote ambayo ya kipaumbele ya nchi matafiti. Sasa umesema habari ya uvuvi endelevu. Kitu ambacho ni endelevu manake ni kile ambacho kipo, kitaendelea kuwepo. Si ndio? Sustainable. Manake ni utafiti ni uvuvi ambao utahakikisha rasilimali ile iliyoko kwenye maji, rasilimali ya uvuvi itakuwepo leo, ipo kesho, iliwezesha kizazi kilichopita, itawezesha na kizazi kijacho. Na inakuwa endelevu pia kwa kuangalia mambo mengi. Moja, kuangalia mazingira. Ya pili, kuangalia samaki wenyewe, wingi wake na mtawanyiko wake. Sasa katika dunia ya sasa
ambapo ile consumer behavior ile tabia ya ulaji inakuwa ni kubwa na kupoteza ile wastage. Utakuta sehemu nyingine unakuta chakula kinawekwa mezani, kilo moja ya ugali, alafu watu wanakula robo, nyingine wanatupa. Sasa wale wametupa kwa sababu hawakuplani vizuri. Inahesabiwa ni upotevu wa chakula. Upotevu. Lakini kuna mazingira ambayo kwa mfano kupotea kule au kutaka kupoteza, lakini mazingira yamekulazimisha kupoteza. Nikupe mfano, wakulima wa nyanya pale Gairo au pale Wami, kuna kipindi wago wanapoteza sana nyanya zao. Kwa sababu gani? Soko limefladi, hamna jinsi, hawana uwezo wa kuongeza thamani. Kwa hiyo upotevu unakuwa ni mkubwa kuliko kawaida. The same ina happen kwenye sekta ya uvuvi. Dagaa, utakuwa umeona dagaa. Tunavua dagaa wengi sana upande wa bahari, tunavua dagaa wengi sana upande wa Victoria, Tanganyika na Nyasa. Je, ni kila dagaa anayevuliwa katika maji yetu anafika mezani kwa mlaji akiwa salama? Kama tumevua tani 10, je, ni tani 10 zote zinafika mezani kwa chakula? Hiyo ni sehemu mojawapo ya uendelevu. Kwa sababu kama unavua 100 unatupa 60 au 40, alafu unabakia na 60, manake unafikiriaje kesho yako? Kwa hiyo ni kwa upande mmoja huo. Lakini upande wa pili ni kwenye njia tunazotumia, na kwa sababu ya watu either maisha au ile hamu ya kuwa na hela mkononi au kuvua uonekano umeleta samaki wengi, wanaitumia mpaka mbinu ambazo sio sahihi. Kwanza nishukuru serikali kwa jitihada ilizozifanya kuhakikisha inaondoa uvuvi wa vilipuzi kwa ukanda wa bahari. Kwa nyuma tulikuwa tunasikia, unaweza kukaa hapo ukasikia libomu limepigwa huko kwenye maji. Alafu mnaletewa samaki wametepeta beach. Mnanunua samaki, ndio inawezekana asiwe mbaya, lakini ile alilopiga bomu kule yumkini amevunja matumbawe ambayo ndio mazalia na makulia ya samaki. Yumkini ameua na vitoto ambavyo vitakuwa vikue vifike kuzaa ili kuwa na ule uendelevu sasa. Kwa hiyo kuna hizo athari mbalimbali. Kuna wengine wanatumia makokoro. Kokoro ni zana ambayo ina uwezo kuvua samaki wengi kwa wakati mdogo, lakini inapopita imeharibu mazingira. Anayekamatwa samaki, je, ni wote wanakwenda kuliwa? Inakamata wadogo, inakamata wazee, inakamata wazazi. Kwa hiyo utaona kwamba kitendo kile kwa kutokutumia zana halali za uvuvi umefanya uharibifu. Na ukifanya uharibifu manake unapunguza asilimia ya sisi kufanya uvuvi endelevu au kuhakikisha kizazi kile cha samaki na mazingira yao ambapo ndio wanapohitaji kwa ajili ya kuendelea kuzaliana na kukua haitakuwepo kama ambavyo ilitakiwa kuwepo. Kwa hiyo tayari unakuwa umeathiri ile zana nzima ya uendelevu. Sasa Dokta, nimekusikiza, nimeona tunaenda vizuri sana. Na mafanikio ya kisekta mara nyingi huwa yanatokana na hizo tafiti ambazo zinafanyika. Mathalan huku kwenye uvuvi, tafiti kubwa ambazo mnazifanya pia nitoe kongole katika hilo, zinafanikisha haya mambo yanakwenda. Natamani kufahamu nini tunatakiwa tuongeze kwenye upande huo ili tuwe vizuri zaidi, hata ikiwezekana tuwe tunatazamwa kwa jicho la kimataifa kwenye upande huo, na ifike mahali hata wataalamu wanaotoka katika taasisi hii ya kwako unaoiongoza waende wakasaidie wengine huko pia kwenye mataifa mengine kwa tija ya taifa kwa ujumla. Shukrani ndugu mtangazaji. Kwanza niseme wakati taasisi inaanzishwa mwaka 80 na ilivyoanza kufanya kazi zake mwaka 83 kulikuwepo na watafiti by then walikuwa 6 nchi nzima. Waliokuwepo ndani ya tafiti walikuwa ni watu 6. Kati ya hao waliokuwa na shahada ya uzamivu au PhD alikuwa ni mtu huyu
ambaye ndiye alikuwa mkurugenzi mkuu wa IVEN. Tangu wakati ule mpaka sasa tumekuwa kwa asilimia kubwa sana, na as of late nikiweka na watu wachache ambao wanamalizia shule, taasisi hii itakuwa na karibia PhD zinakaribia 30. Sasa kurudi kwenye msingi wako, maana huwezi kuexport knowledge au ujuzi kama hauna resource ambao ni watu wenyewe. Sasa taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania ni taasisi kwanza ambayo ina lengo la kuwa kituo cha ubora katika eneo hili kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika. Sio vision ndogo, ni kubwa, maana una mataasisi mengi katika nchi hizi zilizoko. Lakini kwa uchache huo na kwa kazi ambazo tumekuwa tukizifanya, taasisi inaaminiwa sana katika eneo hili. Juzi nafikiri tuliongea wakati ule, kama wiki moja imepita sasa, tumetoa mafunzo kwa wataalamu kutoka Wizara ya Uvuvi na Uchumi wa Buluu Somalia. Walikuja hapa kujifunza specifically sisi tunafanya nini kwenye maeneo kwa mfano ya kutambua wingi na mtawanyiko wa samaki na jinsi gani ya kukusanya takwimu. Hawakubahatisha na hawakutupata kwa bahati mbaya, ni kwa sababu kwenye ulimwengu wa fisheries na utafiti, taasisi ya utafiti wa uvuvi inalo wimbi moja walau mawili ambayo imeyatengeneza. Hiyo ni kwa upande mmoja. Upande wa pili, sisi tumeaminiwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kuendesha mafunzo ya kufanya tafiti hizi kwa ukanda wa Tanganyika. Kwa hiyo tunasimamia utafiti wa wingi wa samaki na mtawanyiko wake katika ziwa Tanganyika kwa Kongo, Burundi, Zambia na Tanzania, kwa kutumia vifaa vyetu, kwa kutumia wataalamu waliotengenezwa na nchi hii na serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa. Kwa upande mmoja. Lakini kwa upande mwingine utaona hata juzi hapa mwaka jana nafikiri, mwaka huu mwezi wa 4 na mwezi wa 10 tulikuwa na meli kutoka Norway ambayo iliweka nanga Zanzibar na baadaye nafikiri ilikuja Dar es Salaam, mwezi wa 10 haikukaa. Na hiyo sio mwaka huo tu, tumefanya mwaka 22 na 24, tumefanya 20 nafikiri 2018, tumefanya na huko nyuma, na taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania kama mratibu wa tafiti hizi. Tumefanya pia kwa kushirikiana na wenzetu wa FAO again kuangalia kama nilivyokueleza mnyororo wa thamani wa samaki kutoka kwenye mvuvi mpaka inapofika mezani. Tumefanya hivyo kwa ziwa Tanganyika na sasa wanaendeleza sasa, badala ya kufanya utafiti huo tumefanya kwa nchi nzima, hasa kwa zao la dagaa. Na ndio maana nilitolea mfano kwamba nikivua mimi tani moja ya dagaa wa baharini au wa ziwa Tanganyika Victoria, asilimia 40 ya hiyo inapotea. Hii si kitu kidogo. Yani kwa nini tupoteze resource rasilimali namna hiyo hivi tu? Na mara baada ya kubaini hapa kwa asilimia kubwa inapotelea wapi? Kwa sababu tumesema kwenye upotevu hapo unaweza hapa ni endelevu, hadi mezani pia panaweza pakapotea. Lakini tuangalie tafiti zinasemaje kwa asilimia kubwa wa dagaa wanapotea wapi? Sasa hiyo mchoro tuliotengeneza huo, hiyo inaitwa mapping. Akianza mvuvi akishakamata wale samaki anapoteza karibia asilimia 23 katika mazingira kule anaposhikia. Na wanapotea wakiwa tayari viumbe hai au akiwa ameshamvua tayari? Akishavua tu pale, yani samaki ukishamtoa kwenye maji tap, immediately huku fiziolojia yake inaanza kubadilika. Sawa, wengine wataoza. Kwa hiyo ubora ule uliomkamata akiwa nao majini, ukifika hapa mezani ulishabadilika muda mrefu.
kwa 23%. Akifika pale Mwaloni, ile eneo tu ya process zile za kushikashika kuna nini kuuza, asilimia nyingine 11 imeenda. Ametoka mchuuzi mpaka anafika mezani kuweka hapa hivi, au amekwenda kuanika na hivi, anapoteza mpaka asilimia 35. Kwa hiyo ukiangalia, ukizijumulisha hizi ndogo ndogo, lakini mpaka kwenye storage ile mimi nimetunza hapa ili niweze kuwauzia Tunduma, wapeleke Kongo, wapeleke wapi, inakwenda mpaka asilimia 39. Sasa kwa hiyo kwenye samani kidogo, kwenye kila mnyororo, katika kila ile nukta au nodi ni nini, katika kila unganisho kutoka sehemu moja kwenda nyingine, ile mnyororo mzima ule tunajua ni kwa kiasi gani imeharibika. Sasa kama taasisi ya utafiti, nitakuwa mimi mjinga nimeona taarifa hii nikakaa nayo. Kwa hiyo tulichofanya, tulitengeneza mkakati wa kuondoa huu uharibifu, na mkakati huo unaenda mpaka mwaka 2030 nafikiri 31 32, na tunaamini kwa mkakati uliowekwa kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi na wenzetu wa FAO, inawezekana kabisa kupunguza uharibifu huu kwa walau asilimia 60 ya uharibifu. Nieleweke, tumesema unaharibika kwa asilimia 40. Sasa asilimia 40 hii, ili niweze kuondoa kwa asilimia 60 ya hiyo 40, maanake nitaitoa kwenye 40 kurudi karibia kwenye 15, 10 na ngapi. Sasa na hapa naomba niseme kwa uzito wake, ili tuweze kufanya hivi na kufanikiwa, tunamhitaji kila mmoja. Tunamhitaji mvuvi, tunamhitaji mtengeneza nyavu, tunamhitaji ile miundombinu ya kupokea na kutunza samaki, tunamhitaji mchuuzi, tunamhitaji mtu wa store, na tunamhitaji msafirishaji. Na hayo ukiangalia kwa haraka haraka nitaruka ukiniuliza, hizi zote ni fursa za uwekezaji. Na ndio maana utaona Mheshimiwa Dr. Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewekeza kwenye maboti. Usimeona anagawa maboti yale kwa nani? Na wenzetu kule Tanga wakafurahi, wakaamua kurudisha nyavu zao mbovu ili wapewe nyavu nzuri. Sasa boti zile ni kwa ajili ya kuondoa ile asilimia 23 nimekwambia, mvuvi akishika samaki. Kwa sababu boti ile kwanza ina kitu cha kutafuta samaki, lakini mbili, ina miundombinu ya kuweka ubaridi. Sawa? Na tatu, ni boti ambayo imetengenezwa kwa fiber. Haiishi leo. Ni boti ya muda mrefu. Na ni kubwa kwa sababu inaweza kumwezesha mvuvi kwenda akavua kwa muda siku kadhaa, akarudi akiwa na mzigo ukiwa bado fresh, kwa sababu uliwekwa kwenye barafu. Ndio. Na hii ni sehemu mojawapo ya kuondoa ule uharibifu ambao nimeusema. Na hii ni kwa upande mmoja tu, na niunganishe kwa sababu huko mbele uliuliza habari ya fursa. Unisamehe kwa sababu na huku pia ni muhimu sana tufahamu, kwa sababu hatuwezi kufikia malengo kama kuna asilimia hii inapotea. Yes. Kwa hiyo kwenye fursa sasa, ndio wananchi wanapataje fursa hizi? Wizara imetoa tangazo, sijui kwenye magazeti, sikumbuki kama mwezi haujaisha, na ipo kwenye YouTube pia video ambayo inakuonyesha jinsi gani unaweza kuaccess fursa hizi. Sawa? Unahitaji andiko la mradi, andiko dhana, wanaita andiko dhana concept, na ile business proposal. Wewe inawezekana bwana Mwakapotea usiweze kuandika hiyo kwa sababu wewe una akili ya kibiashara. Lakini wizara inasema hapana, kama unahitaji hili tutakupa watu wa kukufundisha kuandika. Si unayo nia ya kutengeneza kusaidia kwenye mchakato huu? Tutakupa watu wa kusaidie, waweze kukufundisha na kukusaidia kuandika hilo andiko. Alafu watakufuatilia. Utapewa fedha, utaendelea. Hii sio dhana, sio maneno yangu mimi nasema kama theory. Ndio. Imetokea. Na watu wamepiga hatua na wamefanikiwa. Sawa sawa.
niache kwanza kwa hilo nisije nikakuchanganya. Tunaanza mwaka na fursa hii. Dr. Ismail ameizungumzia hapa. Kwa hiyo hasa vijana ambao tumekuwa tukilalamika mara kadhaa kwamba ajira hakuna. Lakini tukishasema ajira hakuna, tunasema mitaji hatuna. Basi hata wazo la biashara huna. Ukiwa nalo una biashara lakini hujui hata kuliweka kwenye karatasi vizuri, unao msaada wa kuelekezwa namna yaani, lengo hapa ni kuhakikisha kwamba unafanikiwa kwenye wazo lako. Ni hatua muhimu sana ambayo tumefikia. Ni hatua muhimu kwa sababu na tumeshuhudia kwenye nchi za wenzetu kwamba mtu ana wazo la biashara, anaandika business proposal, anaipeleka, taasisi zinampa fedha, zinampatia, mambo mengine afanyaje, yanaendelea. Sawa. Kabla tujaenda kwenye fursa huko, unajua tuna mambo mengi sana ya kuzungumzia. Kuna huu ufugaji wa vizimba huu. Ni ufugaji ambao tumeona kwa hivi sasa unakuwa kwa kiasi kikubwa. Sehemu tofauti tofauti na wanafuga viumbe tofauti tofauti. Ni tafiti zimeonyesha nini hasa kwenye ufugaji huu wa vizimba? Na kwa hapa tulipo tunaelekea wapi? Karibu. Asante sana. Ufugaji wa samaki kwenye vizimba. Kabla sijasema tunaelekea wapi, nikupe dondoo kidogo. Na kumbuka mwaka 2000 na nafikiri kama sio 15 10 na ngapi, sisi tulianza utafiti pale kituo cha Sota Shirati kule Rorya, kuangalia ni kwa jinsi gani samaki wakiwekwa kwenye vizimba watalishwa namna gani, ule ukuaji, ile process nzima na uchafuzi wa mazingira, kwa sababu kama nilivyosema tunahitaji kuwa endelevu. Hahitaji kuchafua mahali ambapo unajikata mkono. Sasa baada ya utafiti ule, nakumbuka wakati wa mheshimiwa ilikuwa actually ni nyuma kidogo. Ilikuwa kabla, wakati wa mheshimiwa Dr. Kikwete akiwa rais. Kama unakumbuka, ilikuwepo kitu inaitwa BRN. Big Results Now. Kuna tafiti pale zilifanyika jinsi ya kuongeza uzalishaji wa samaki nchini. Na nia ilikuwa ni kwamba kwa sababu tuna minofu ya Sangara, ni biashara kubwa sana ya usafirishaji nje ya nchi. Na sisi ndani tunahitaji samaki. Na samaki production inaanza kupungua, tunafanyaje tuongeze uzalishaji? Na katika mpango wa taifa wa miaka 5 ule FYDP3, hata ile ya nyuma yake kulikuwa na hiyo target ya kuongeza uzalishaji wa samaki nchini. Sasa njia rahisi kabisa ya kuongeza samaki ni kuwaweka kwenye vizimba. Wako kwenye maji yale yale, utahitaji kwenda kuchimba kisima au kuchukua maji mto Ruvu ili utusaidie kuleta shida ya uhaba wa maji Dar es Salaam. Unajua msuguano ule ambao hatuhitaji ule bana. Kwa hiyo watu wakaweka utaratibu wa kuweka vizimba katika maji. Sasa wakati ule wewe bwana ndugu yangu mtangazaji hapo, ulikuwa ukija unahitaji kuweka kizimba ziwani, ulikuwa lazima ufanye mambo kama 3 4 hivi. Moja, ulikuwa ni lazima upate eneo. Kwa mfano unaenda wilaya ya Kinondoni, labda sijui ni Kawe, unachagua eneo lako, unasema hili nataka niwekeze vizimba. Unaenda utafute kwanza haki ya kupata ile ardhi. Ukishaipata unasema ni lazima nikajue kama eneo lile linafaa kuweka vizimba. Utakuja TAFIRI, maana wataalamu ile competent authority ni TAFIRI. Ukitoka TAFIRI, sisi tutakupa gharama zetu, utakwenda utafanya, alafu tukimaliza hapo tutakuandikia taarifa ya je, lile eneo linafaa kuweka samaki au halifai. Ukitoka pale utakwenda NEMC, ile watu wa Baraza la Mazingira ya Taifa, ili kupata kibali cha mazingira.
ukitoka pale lazima uende bonde, watu wa bonde la maji, kwa sababu ile ni upate haki ya kutumia yale maji, unalipa na gharama na kitu kama hiki. Sasa utaangalia mtu mwekezaji sasa, toka unaanza process mpaka unakuja kuwekeza samaki, imetumia mtaji mkubwa sana, maana umepita kwenye wanasema red tape, kwenye urasimu mwingi hapa katikati mpaka uje kufika. Ndio. Na kwa bahati mbaya zaidi unaanza kwenye mamlaka unapata kibali afu unakwenda kufanya tafiti. Kuna mawili hapa. Tafiti naweza kuambia ni mapafahi au panafaa. Na huku ukiangalia kuna gharama ambazo sasa umeshazinka. Kwa hiyo ilifanyika sana kule Ziwa Victoria kwa sababu ya ndiko ilikoanzia. Na wako watu ambao walianza kwa utaratibu huo na wamefanikiwa. Lakini baadaye serikali ikasema hapana. Kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi ikasema hili hatutaweza, kwa sababu ile kasi ya watu kuwekeza ilikuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo hatuwezi kufikia malengo yale yaliyoko kwenye mpango wa taifa wa miaka 5. Sije nikawa na kupitiliza. Ndio tutaenda haraka, muda wetu sio rafiki tayari. Sasa tutamaliza. Kwa hiyo serikali ikaamua iwekeze. Ndio. Ikatupa taasisi ya utafiti wa uvuvi kazi ya kutambua maeneo yanayofaa. Kwa hiyo kwa urahisi kabisa Ziwa Victoria lote tumelikagua. Tokea kaskazini ukazunguka ukaenda mkoa wa Kagera ukaenda mpaka Rubafu unapokutana na mpaka wa Uganda. Tukatambua maeneo yote yale ambayo tukakagua ni maeneo haya yanahitaji kuwa na vizimba vingapi ili yaweze kuwa na uendelevu kama tulivyosema na mazingira yaweze kubaki salama. Sasa kilichofanyika baada ya pale kwa haraka unapata kibali cha mazingira kama sehemu ya mkakati. And then mnakumbuka mwaka 2028 nafikiri mwanzoni pale Mheshimiwa Rais alikwenda kugawa vizimba pale Mwanza. Kwa hiyo ni matokeo ya hiyo na tayari wanavuna. Kuna inawezekana siruhusiwi kuisema hii, lakini kwa ajili ya kutia chachu. Ndio. Kuna kikundi kimoja kule. Hivi vikundi jileteni, ombeni maombi. Watu wengine wanalala, wengine wamechukua nafasi. Walivovuna ile samaki, walivyouza ule mkwale, hiyo milioni waliopata. Wakataka warejeshe mkopo wote waliovuna, waliopewa haraka. Na ni mkopo usiokuwa na riba. Wakataka warudishe, wakaambia utaratibu nenda taratibu, wewe unahitaji kurudisha yote. Kesho utafanya na nini? Kwa hiyo pesa hii unayoipata basi uiwekeze kidogo kidogo. Wewe sasa tuna haraka na kurudisha kwako. Tutachukua taratibu lakini ufikie lengo. Kwa hiyo kwa ufupi, nakumbuka tulianza wakati tunaanza sisi kutafiti sasa hiyo. Kulikuwa na vizimba sio vingapi? Sio 10, sio 20. Ukienda sasa hivi hata uzalishaji wa samaki kwenye vizimba umepanda kwa zaidi ya asilimia karibia 400 hivi. Na watu wanaendelea kuchukua maeneo yako, mashamba makubwa kabisa kule Victoria. Umehamia na Tanganyika, ukienda Tanganyika nao sasa hivi wanatukaba tufanye. Na serikali imetenga fedha tayari kwa ajili ya kufanya maeneo yale kwa upande wa Tanganyika na kwa Nyasa. Tukishaweza katika maeneo yale, upande wa bahari kidogo tulislow kidogo. Ila maelekezo ya Mheshimiwa Waziri huyu aliyeko sasa Dr. Bashiru ni kwamba twende pia upande wa bahari. Ili kusudi watu walioko ukanda wa bahari na wewe wapate hiyo fursa ya kuzalisha samaki kwenye vizimba. Sawa. Hapo kuna labda ulizungumzia tunaona kuna ongezeko na soko lipo la hawa samaki. Lakini ujenzi wa vizimba hivi kwenye bahari, maziwa ni salama kwa kiasi gani? Kwa sababu tunashughulisha pia tayari binadamu anaingia kwenye shughuli nyingine ya ufugaji. Na kwenye ufugaji kuna kuzalishwa kwa taka. Sasa ni viumbe vingine au na maziwa yetu na bahari zetu zitakuwa salama kwa kiasi gani? Ni salama mpaka pale tunapoamua kufanya kwa makusudi. Lakini pili, uzalishaji wa samaki kwenye vizimba sio teknolojia mpya kwa Tanzania, sorry, kwa duniani. Ukienda Norway, nchi ya Norway, ukaenda China, ukaenda Philippines,
ukaenda Indonesia, nenda kule hizi nchi zile tiger countries zile, uzalishaji utaona, nenda katafute yearbook za FAO, uangalie wazalishaji wakubwa duniani wa samaki ni kina nani. China ndiye anaongoza duniani kote, na sehemu ya kwanza aliyozalisha samaki nyingi kutoka kwenye vizimba, kutoka kwenye ufugaji wa samaki. Norway the same, wana mashamba makubwa sana baharini, makubwa. Kwa teknolojia ile sisi tutahitaji bado kutambaa mpaka tuwafikie. Sasa cha msingi ni issue ya management. Sawa, unapoweka kizimba au tupii tu kila kitu, hapana, ni lazima kuwepo na usimamizi. Kwa hiyo sekta ya uvuvi, hata ile tasnia ya ufugaji viumbe maji, wanao maafisa ugani katika kila nchi, kila mkoa na kwa maeneo yote haya. Lakini pia taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania tunafuatilia, tunafanya monitoring. Nimekwambia pesa aliyoingiza serikali iliwezesha kutengeneza pia kitu wanaita strategic environmental assessment. Ule ni mpango wa strategic wa mazingira ambao unaonyesha je, kitu unachokifanya kina faida? Ndio. Sasa kama kina faida, je, kina athari zipi kwenye mazingira? Na kama zipo athari au hazipo zinatarajiwa, ni kwa jinsi gani athari hizi zitaweza kurekebishwa au kuzuiwa zisitokee. Kwa maana hiyo hiki kitu ni salama, na ni salama mpaka pale tu tutakapoacha kutekeleza wajibu wetu kama watafiti, kama wasimamizi na kama wawekezaji. Tofauti na pale everything is fine na sawa. Ndio. Kwa sekunde chache sana kwa sababu muda umeshakwisha, Dokta. Ni muhimu sana hizi taarifa kuwa zinafika kwa wadau wote wanaohusika mpaka huko vijijini. Mnauisha vipi taarifa zenu ziwafikie kwa urahisi, kiacha hii njia ya kupitia vyombo vya habari na mambo mengine? Moja, kwanza kazi zetu tunafanya na wananchi. Hiyo ni sehemu ya kwanza, na kwa mara nyingi pia tumekuwa tukirudi kwao kwa ajili ya baada ya matokeo. Sio kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu unajua wakati mwingine tunakuwa na kazi ambayo funding yake kidogo inakuwa ni ngumu, lakini na nilisema hili pia niliahidi na nitaendelea kufanya hivyo, lakini nimeshaelekezwa na Mheshimiwa Waziri kuhakikisha matokeo ya tafiti zetu yanarudi kwa walaji. Lakini jambo jingine, tunatumia mitandao ya simu. Kwa sasa hivi tuna ule mfumo wetu wa kuvua, kuuza na kununua, na kupitia mfumo huo taarifa zile zinarudi na sawa. Ndio. Sasa tuhitimishe na hile. Ni fursa gani ambazo huenda Watanzania bado hawajaziona kwenye sekta hii ya uvuvi? Kwa sababu nazungumza na mdau mmoja kanambia kwamba hata ile mifupa ya samaki ni fursa ile bado. Sasa huenda tupo kwenye mazingira, na mimi sitaki kusema tu kwenye miti hakuna wajenzi, hapana. Na hataki tuangamie kwa kosa maarifa, hapana. Ni fursa gani ambazo zipo kwenye sekta ya uvuvi huenda bado sisi kama Watanzania hatujagundua, bali tunakimbilia tu kwenda kuvua na kurudi nyumbani? Kwa kweli sekta ya uvuvi ina fursa nyingi. Moja ni kama hiyo nilikuambia, ni ya vizimba, ambapo watu hawako, sijui kwa nini, ni kama tumefungwa hivi. Kwa sababu tangazo limewekwa mezani, njoo nitakusaidia kufanya 1 2 3, nitakusaidia kufika hapa. Bado watu hawaji. Kwa hiyo mimi nashauri, inapotokea tangazo kama hili na nafasi hii, tafuta taarifa, shiriki, upate iliyo haki yako. Hiyo ni kwa upande mmoja. Upande wa pili, nimekueleza habari ya mnyororo wa thamani una mapotevu yanayotokea hapa. Hakika kutoka tunapoingia majini mpaka tunapotoka, zote hizo ni fursa, na ni wachache sana wanaziona. Nitakupa mfano wachache ambao wameziona. Kule Tanganyika kuna watu wanajenga ile nini magala, hata kuwekeza kwenye gala la kutunza samaki. Ukaliwekea na chumba cha ubaridi, ile ni fursa kubwa. Inawezekana watu wachache wakawa na mitaji ya kuweza hivyo,
lakini kwa nini kwa mfano usipitie katika Windows hizi ukapitia hata CRDB kwenye mikopo ile ya Green Fund na nini, ukaweza kujenga ghala ambalo ni la kiwango linaweza kufikiwa na mtu yeyote ambaye yuko kwenye sekta ya uvuvi na ukaweza kupata fedha. Ndio. Sasa kwa hiyo kuna watu wa kuwekeza kwenye ile minyororo ya ubaridi, kuna watu wa kuwekeza kwenye kujenga maboti, kwenye kujenga hizo ice plants, na serikali inawekeza kwenye miundombinu ya mialo. Sasa kule kwenye mwalo tunahitaji watu wengi katika eneo hilo kwa ajili ya kuwezesha. Hiyo ni kwa upande mmoja, lakini kwenye uvuvi kama hivi ni watu wachache sana, kwa mfano wa Tanzania ambao wamewekeza kwenda bahari kuu kwa upande wa bahari. Sisi tunavua hapa katikati hapa, lakini the real deal iko upande wa bahari kuu. Je, ni Watanzania wangapi, sio mmoja, kwa sababu naweza usiwe na mtaji huo, mnaoweza kujiunga pamoja mkawa na chombo cha kutosha? Serikali imejenga pia bandari ya uvuvi. Unasikia juzi tu Kilwa hapa inajengwa nyingine Bagamoyo kule Mangapwani na wapi Zanzibar. Yaani kwa nini tujenge bandari zote hizi kama hakuna fursa? Kwa maana nyingine tunahitaji kufunguka, wenye fedha tuweke mezani, wenye uwezo wa accumulate mitaji tuweze kunufaika na uchumi wetu. Asante. Na ulisema pale mwisho kwamba saa ile wanafanyia watu wengine kutoka nchi zingine. Sisi bahari kuu tunatoa leseni. Kuna mamlaka ya uvuvi wa bahari kuu inatoa leseni kwa watu kuja kuvua kwenye bahari yetu. Wakivua wanafanyaje? Wanalipa fedha. Samaki zile wanaondoka nazo. Lakini ingekuwa anayevua ni Mtanzania, au amesajiliwa Tanzania, maana hata samaki wale ambao hawahitaji angewaleta huku sisi kwa ajili ya kuongeza usalama wa chakula na kuongeza thamani na kuongeza mauzo nje ya nchi. Ndio. Mimi nikushukuru sana Dr. Ismail Kimirei, na asante sana kwa kuja na asante sana kwa kutupitisha katika sekta hii muhimu ya uvuvi, na matarajio ni kwamba sekta ya uvuvi iweze kuchangia pia 10%. Kwamba ndo lengo ambalo tumejiwekea. Ukiangalia taasisi kama hizi zina mchango mkubwa kwenye kilimo. Kule kuna wale wanaitwa TARI na wenyewe shughuli yao ni kufanya tafiti na kuwapelekea wakulima. TAFIRI na wenyewe shughuli yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanafanya tafiti na kuwapelekea wavuvi wote, wavuvi wadogo, wakati na wakubwa wanapaswa kufahamu. Na wewe pia kama ni mvuvi, ni vizuri zaidi ukabisha hodi kwenye taasisi hizi ili uweze kufahamu ni tafiti gani ambazo wamezifanya na zinakuhusu wewe. Ndio lengo kubwa la serikali. Na tumeeleza mara ya kwanza kwamba hakuna taifa ambalo limeendelea bila tafiti. Napaswa kufanya tafiti ili uweze kutatua changamoto au lionyeshe njia ni wapi ambapo tunapaswa kwenda. Narudia tena, asante sana Dr. Ismail Kimirei, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI. Tunazungumzia umuhimu wa tafiti katika sekta ya uvuvi na mambo mengine yaliyoko ndani ya sekta ya uvuvi. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, mwenzangu ni Emily Lazarus. Tunapata marudio ya asubuhi njema, tutarejea baadaye kukutana na wahariri. Endelea kuwa nasi.